Mpango mkakati wa uwekezaji wa ujenzi wa viwanda vya dawa ni maamuzi ya serikali ambayo yamejikita katika kulifanya taifa letu kuwa ni taifa linalojitegemea katika kuzalisha dawa, vifaa tiba pamoja na chanjo mbalimbali. Na kama Wizara ya Afya na kwa namna mlivyonisikia, tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 na mpango wa taifa wa maendeleo mpaka 2050 ambao umelitaka taifa letu kujikita katika kuzalisha dawa wenyewe, katika kulinda uhuru wa taifa letu, uhuru wa Tanzania na usalama wa afya za Watanzania. Wizara ya Afya imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunatengeneza hub moja ambayo itahusika na uwepo wa hospitali kubwa pale Mloganzila, lakini pia uwekezaji wa ujenzi wa laboratory kubwa ya kisasa ambayo itatumika kwa ajili ya wenye viwanda, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu ndani ya serikali. Na kama ambavyo nimesema, serikali imeahidi kutoa takriban dola milioni 10 ambazo zitakwenda kujenga laboratory ya kisasa itakayotumika kwa ajili ya tafiti, itakayotumika kwa ajili ya kupima viwango vya dawa zinazozalishwa hapa nchini. Lakini pia eneo hili la Mloganzila tunaliandaa kama ni eneo nyeti la uwekezaji mkubwa wa viwanda vikubwa vya dawa, viwanda vikubwa vya vifaa tiba na viwanda vikubwa vya chanjo mbalimbali, yani vaccine. Ikumbuke kwamba taifa letu kwa sasa linazalisha dawa kwa chini ya 10% tu. Hali hii ya utegemezi wa dawa kuagizwa kutoka nje ni hatari kwa usalama wa afya za Watanzania, hasa pale ambapo kunaibuka majanga ya kidunia. Lakini pia ni hatari kwa sababu si dawa zote zinazozalishwa nje zinazalishwa kwa kiwango ambacho kinakusudiwa. Kinisikiliza kwa makini hotuba yangu na ambayo tutaisambaza kwenye mitandao ya kijamii, tumeeleza kwa kina namna athari za uzalishaji wa dawa nje ya nchi zinavyoweza kuleta madhara makubwa kwa afya za Watanzania. Na